nguvu ya ulimi. Kitabu cha Zaburi 45 mstari wake ule wa kwanza. Zaburi 45 mstari wake wa kwanza. Zaburi 45 mstari wa kwanza inasema, moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Sema, Bwana Yesu, pokea sifa na utukufu kwa sababu ya usiku wa leo. Sema, Bwana Yesu, mfalme mwenye nguvu, asante kwa ajili ya usiku wa leo. Moyo wangu uko wazi, unakungojea wewe. Maandiko yanasema ya kwamba, hebu turudi mstari kwanza. Moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema aliyomfanyizia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Adonai, pokea utukufu, jitwalie heshima na enzi. Chochote naongea, mbingu imtukuze mwana wa Mungu sasa na hata milele. Biblia inasema ya kwamba ulimi ni kalamu. Daudi anasema, mwana wa Yesu, moyo wangu umefurika kwa sababu ya neno jema. Kufurika ni kufurahi. Moyo umefurahi, moyo umechangamka. Anasema, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme, maana ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Huyu ni Daudi anaongea, anasema moyo wake umefurahi, umejaa. Anaongea vitu ambavyo alimfanyia mfalme. Hapa kuna wafalme wawili. Mfalme wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Mfalme wa pili ni Sauli ambaye Daudi alikaa chini yake. Ndio anasema ya kwamba moyo wake umejaa, maana kuna vitu amefanyia mfalme. Kuna vitu ambavyo amefanya kwa mfalme. Ndiye akasema ulimi wangu ni kalamu. Tunafahamu ya kwamba kazi ya kalamu ni kuandika. Tunafahamu ya kwamba kalamu hazifanani na zitoshani. Kalamu inayotumiwa na rais wa nchi sio kalamu inatumiwa na chifu kule mtaani. Kalamu inayotumiwa na mwanafunzi sio kalamu zinatumia kusaini. Kuna kalamu special za kusaini check ambaye ni special. Hata ukienda kwa bookshop uulize tu, nataka kalamu ya kusaini check, watakuonyesha aina ya kalamu ya kusaini check ni hii. Si bora kalamu, si kama wajua hilo. Si kila kalamu ambayo imekubalika kusaini check, kuna kalamu special. Kwa hivyo Daudi analinganisha ulimi wake na kalamu. Vile kalamu inaandika kwa mwandishi stadi. Mwandishi stadi ni mwandishi mwenye ujuzi. Analinganisha ulimi wake. Maana wakati Daudi anakutana na Goliathi, kwa ulimi wa Daudi ndio ulileta ushindi. Maana alipofika akaambiwa, mfalme amesema kama mtu yule atamuua Goliathi, mwenye ataua huyu jitu ambaye anatukana wana wa Israeli, anatukana majeshi ya Mungu, mfalme amesema hawatalipa kodi namba 1 kwa nchi yao. Hatalipa kodi familia nzima. Jambo la pili,
mfalme atampatia binti yake, ataoa mtoto wa mfalme. Daudi aliposikia maneno akawaambia, jamani, Mungu aliyeniokoa na dubu na simba, wakati dubu alitokea kashika kondoo baba yangu, nalimrukia dubu nikamnyang'anya kondoo, nikamrarua, nikachukua kondoo baba yangu. Simba angetokea nikamrukia simba, nikamrarua, nikampokonya kondoo. Akasema, huyu Mfilisti ni nani asiyetahiriwa? Daudi akasema, huyu leo nitamuua, na kichwa chake leo, nyama zake, mzoga wake tutapatia ndege wa angani. Daudi aliongea maneno kwa sababu aliamini nguvu ya ulimi, kwamba kila anaongea ndicho Mungu atafanya. Wakati Daudi anaongea, watu wanamuona kijana mdogo. Kwanza nakumbuka hata ndugu zake walipomuona wakamwambia, wewe kazi yako kimbelembele, umeachia nani kondoo, sasa umekuja kuangalia vita? Wao wanamuona mtoto, lakini Mungu anamuona mfalme. Wanamuona mchungaji, Mungu anamuona mtu wa kutegemewa. Wanamuona mtu ambaye ni wa kuangalia mifugo, Mungu anamuona kiongozi. Sema amina. Na Daudi alipotambua nguvu ya ulimi, maneno aliyosema ya kwamba huyu Mfilisti asiyetahiriwa leo, kichwa chake nitamuua leo, na kichwa chake tutapatia ndege wa angani. Mfalme akapewa ripoti, mfalme akapewa habari, akamwona Daudi kijana mdogo sana, akamwambia, unasemaje kijana? Nimesikia habari zako, unaweza kumuua Goliathi. Lakini kumbuka kwamba huyu ni mtu wa vita kwa miaka mingi, na maandiko yasema kwamba Goliathi hakuwa anapiga watu. Goliathi alikuwa anatokelezea tu, anakuja anasimama asubuhi, anatukana, anawaambia Waisraeli, leteni shujaa mnayemwamini. Kama mna mtu mnaamini anaweza pigana na mimi, leteni yeye. Na jamaa wakisikia tu vile jamaa anaongea, wanaogopa. Hakuwa anapiga mtu. Kesho yake tena Goliathi anakuja anasimama mlimani, Israeli wote, kama nyinyi wanaume, kama mko na shujaa, leta ambaye anaweza kupigana na mimi. Watu wakisikia sauti ya Goliathi, na alikuwa ni giant, alikuwa jitu refu ambalo hakutisha, watu wanaogopa. Kama sauti peke yake anaongea hivi, je, akianza vita itakuwaje? Watu wanaogopa. Lakini Daudi alijua nguvu ya ulimi. Maandiko yanasema ya kwamba mfalme akamwambia, mwanangu, kama uko tayari, chukua silaha basi. Daudi alipojieleza kwa mfalme vile anaweza kumuua Goliathi, mfalme akamwambia, huyu mtu ni jitu, ni mtu wa vita miaka mingi, kwa hivyo ana ujuzi, lazima upewe silaha. Mfalme kwa kumhurumia Daudi na kwa kutojua nguvu iliyo ndani ya Daudi, Mungu aliyebebwa na Daudi, kwa kutojua nguvu ya ulimi inafanya kazi gani, basi mfalme akafanya, akampatia silaha, akampatia magwanda, akavaa silaha za kivita alizopewa na mfalme. Daudi alipovaa, maandiko yasema kwamba akavijaribu, akaona ni vizito sana, hata hajaenda vitani tayari ana mzigo mzito, amelemewa na mzigo. Biblia inasema akasema hata vitumia. Daudi akatoa zile vitu alikuwa nazo. Sema amina. Hebu tusome Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa, tuanzie 38. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 38 inasema, ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, akamvika diri. Mstari wa 39. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana siku vijaribu. Basi Daudi akavivua. Daudi akavua, akasema sijawahi tumia, akavua, sababu anafahamu ya kwamba ulimi wake ni kalamu.
tayari kwenye ulimwengu wa roho ameshatangaza ushindi. Ameshaandika ya kwamba atamuua Goliati na kichwa chake atapatia ndege wangani. Wewe mfalme akimwambia vaa silaha, kijana watu walikubali. Lakini alipojaribu akaona ni vizito, akakataa, akasema siwezi vitumia maana ni aje jaribu, akavua, kwa sababu alijua nguvu ya ulimi. Sema amina. 40, sikia mstari 40. Mstari wa 40. Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Yes, 41. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Asante, achia hapo kwanza. Daudi alipovua zile silaha, Daudi akachukua fimbo aliyokuwa anachunga nayo. Hata siku ile akiwa dubu na simba alikuwa na fimbo, na akateremka mtoni, akachukua mawe 5 akaweka ndani ya mfuko wa ule wa kichungaji na kombeo. Kombeo inazungushwa namna hii. Na Daudi akapiga mbio akamkaribia Goliati, na Goliati naye Mfilisti akamkaribia Daudi akiwa na mtu aliyembebea silaha, kwa sababu zamani wapiganaji ama mashujaa walikuwa na mtu anaitwa mbeba silaha. Yule mbeba silaha kazi yake ni kubebea mfalme silaha ama wale mashujaa kupigana, asiwe na kazi mingi. Kuna mtu anambebea silaha. Leo kwenye majeshi na pia katika hata askari wa kawaida, iwe ni Kenya polisi, iwe ni AP, kuna magari ya kubeba silaha, na kuna mtu kwa ile gari ya silaha ambaye ndio kama storekeeper. Yule ndiye anapeana silaha, anajua silaha namba fulani imetoka, risasi kadhaa zimetoka na zile zimebaki ni kadhaa. Na wao pia enzi ile kulikuwa na watu wanaobeba silaha mkienda vitani. Akambebea, maana Daudi alijua nguvu ya ulimi, akachagua mawe 5. Yani ina maana ya kwamba Daudi alitumia alichokuwa nacho, hakutumia kile hakukuwa nacho. Kwenye ulimi wako Mungu atatumia kile uko nacho kukupatia ushindi. Sema amina. Mungu atatumia kile umebeba. Daudi akatumia kile alikuwa amebeba ili kukabiliana na Goliathi. Alichagua mawe 5 tu, sio 6, 5. Na kwa mawe 5 nataka nikupe ufunuo ya kwamba mawe 5 inamaanisha huduma ngapi? Huduma 5. Huduma ya mtume, huduma ya nabii, huduma ya mwinjilisti, huduma ya mchungaji, huduma ya mwalimu. Yani ina maana kwamba kulikuwa na huduma 5, kulikuwa na karama 5 ndani ya Daudi. Na pia namba 5 inasimamia neema. Namba 5 ni namba ya neema. Ina maana kwamba chini ya maneno ya ulimi wa Daudi kulikuwa na neema ya Mungu. Chochote ambacho alitamka chini ya neema ya Bwana. Daudi hakutumia kitu kingine, alitumia tu mawe 5 tu. Alitumia neema hayo mawe. Alitumia neema ya Bwana. Hakuogopa Goliati kwa sababu ni mrefu. Hakuogopa Goliati kwa sababu ni jitu, ama kwa sababu ako na silaha mingi, ama kwa sababu amevaa silaha za chuma. Amevaa, ukisikia ngao, hiyo ngao ni chuma iliyozuia mishale, iliyozuia mikuki. Wakati mshale unatupwa, unagonga ile ngao unarudi. Lakini Daudi aliokota mawe. Na leo nasema ya kwamba tafuta mawe 5 uweze kushinda Goliati wa maisha yako. Kwenye maisha kila mtu ako na Goliati wake. Kwenye ndoa kuna Goliati, kwenye biashara kuna Goliati. Goliati anasimamia chochote kibaya. Goliati anasimamia chochote ambacho kina upinzani kwenye maisha yako. Chochote kinakuzuia kupenya. Nimetumwa nikwambie, kwenye ulimi wako kuna ushindi. Kwenye ulimi wako kuna ushindi. Narudia tena, kwenye ulimi wako kuna ushindi. Sema amina. Hebu twende mstari wa 41. 41. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia.
42. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. 43. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. 44. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. 45. Siku hii ya leo ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Anza 45. 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Asante. Daudi akasema licha Mfilisti amemlaani Daudi kwa miungu yake, na nashukuru Mungu ya kwamba Daudi alijua nguvu ya ulimi, akasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Lakini Daudi akamwambia, wewe unanijia kwa fimbo na fumo. Ndipo Daudi akamwambia Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, Waisraeli uliwatukana. Daudi anamwendea Goliati kwa jina la Bwana wa majeshi, sio kwa sababu ya mawe, sio kwa sababu ya mkuki, hapana, kwa jina la Bwana wa majeshi. Alijua nguvu ya ulimi. Haoni silaha, anamuona Bwana wa majeshi. Majeshi uliowatukana, yule Mungu anamwabudu ndio anakuja naye kwako. Sikia 46 anasema hivi. 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu. Leo Bwana atakuwa kwa mikono yangu, si kwa mikono ya watu, kwa mikono yangu. Daudi anatangaza wazi, leo nitakuua kwa mikono yangu. Anaandika ushindi ya kwamba Goliati lazima afe. Kwa hivyo chochote ambacho unatamka kwa mdomo wako, kwa ulimi wako, amini ya kwamba lazima kitendeke. Wapendwa, niseme hivi, kuna watu wengi leo wamejifunga kwa maneno yao, wametamka vitu vikafunga maisha yao. Kuna watu leo wamejilani kwa maneno yao, wamejilani kwa mawazo. Maana Daudi anatumia ulimi. Kabla hajatumia mawe, kwanza anatumia ulimi wake. Anamwambia Goliati, leo nitakuua. Siku hii ya leo nitakuua mkononi mwangu mimi, si kwa mikono ya watu. Peke yangu nitakuua, si kwa majeshi ya Israeli, hapana. Peke yangu leo nitakuua, sio kwa msaada wa Red Cross, hapana. Nitakuua leo peke yangu, sio kwa msaada wa Marekani, hapana. Nitakuua leo peke yangu Goliati. Sema amina. Natangaza Goliati akufe kwa mikono yako katika jina la Bwana. Bwana malize Goliati kwa mikono yako. Sema haleluya. Huyu Bwana alijua nguvu ya ulimi. Kwa hivyo chochote alikuwa anatamka, alikuwa anatamka kiunabii, alikuwa anaongea vitu kiprofetic. Maana anaamini ya kwamba kila ameongea kimeandikwa, na hivyo ndivyo kitakuwa. Nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani nyama. Nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi wa Filisti. Yaani Daudi anasema kifo cha Goliati si Goliati peke yake, mpaka majeshi wa Filisti leo Daudi atapeana ndege wa angani. Nami natangaza ya kwamba kwa maneno ulimi wako usiku wa leo, Mungu wa mbinguni akupatia ushindi, akaue Goliati wa maisha yako. Sema haleluya. Kila mchawi ako na kikosi chake, kila muganga ako na kikosi chake, hata wambea wana kikosi, hata wasengenyaji wana kikosi. Hakuna mtu usengenya peke yake, hakuna mtu udanganya peke yake, lazima akona mtu anadanganya na yeye. Nimetumwa kama nabii wa maisha yako ya kwamba Bwana ameniambia tumia ulimi wako kuangusha Goliati wa maisha yako. Tumia ulimi wako kubadilisha maisha yako. Kwa ulimi wako mtu wa Mungu unaweza filisika, kwa ulimi wako unaweza barikiwa. Sikia kile Daudi anasema. Anasema hivi, ili kwamba dunia nzima wajua ya kuwa
yuko Mungu katika Israeli. Oh, shalalala. Naomba dunia ijue ya kwamba yuko Mungu kwa bomba umezaliwa, kwa bomba umeolewa. Watu wajue ya kwamba hata kama wengine walishindwa, wewe si mbegu ya kushindwa. Hata kama wengine wamekwama, wewe si mbegu ya kukwama. Sema amina. Natangaza kama nabii wa Bwana kwa damu ya mwana kondoo ya kwamba chochote utatamka, hicho ndicho Bwana atafanya. Kwa damu ya mwana kondoo, chochote utaongea, hicho ndicho Mungu atatenda. Daudi akatangaza, leo ambia roho ya umaskini lazima Mombasa, Nairobi juu ya kwamba kuna Mungu mbinguni aliyeniokoa. Mimi natangaza ya kwamba sitakuwa mhubiri wa chini, nitakuwa mhubiri wa juu. Sitakuwa mtu wa kawaida, nitakuwa mtu wa kutegemewa. Kila wakati unapoongea, ongea maneno yenye matumaini. Ongea maneno ambayo hata kama kwa sasa una pesa, mtu wa Mungu anataka kusema ya kwamba kilichoandikwa hakifutiki, lazima siku moja watakisoma. Sema amina. Hebu sikiza 47 inasema hivi. Nao jamii ya watu wote pia wajua ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Jamii yote wajue Mungu haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Hapana. Maana vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana, sio vyako. Yaani ni Mungu atakupigania. Ukiambia mchawi ya kwamba usipoachana na mimi, natangaza ya kwamba hautaishi. Natangaza ya kwamba hautavuka mwaka. Wanatangaza ya kwamba hautawahi ona jua. Sema amina. Yaani kuna mambo unapitia, mtu wa Mungu, unaweza sababisha siondoke ama yakaondoka. Itategemea vile unaongea. Fesi hiyo hali, iambie sikiza, nimekataa kuishi maisha ya madeni. Nimekataa kuishi mwanamke kudharauliwa. Nimekataa kuishi kijana kudharauliwa. Kama kuna vijana wamebarikiwa, nami niko ndani ya watu waliobarikiwa. Kama kuna watu ni matajiri, niko ndani ya watu ambao ni matajiri. Kama kuna watu ambao wamesaidia familia, niko ndani ya watu wanaosaidia familia. Unatangaza ya kwamba sitakufa mapema, nitazeeka, nitembee na mkongozo, nitangaze wema wa Bwana. Sema amina. Daudi akasema, Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atakutia, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Daudi anamwambia Goliati, Mungu atawaweka kwa mikono yetu. Yaani si Daudi atawaweka, Mungu atasababisha Wafilisti wataingia kwa box. Sema wataingia kwa box. Vile tutasema fulani ameingizwa kwa box. Leo naomba ya kwamba kila matatizo yaingizwa kwa box kwa damu mwana kondoo. Daudi akasema Bwana atawatia kwa mikono yetu. Ni ombi langu ya kwamba kwenye ulimi wako leo, kwa nguvu ya ulimi wako, Mungu atatia maadui kwa mikono yako. Atatia baraka kwa mikono yako. Atatia maisha mazuri kwa mikono yako. Hebu gonga mtu wa 5, mwambie Bwana atawatia kwa mikono yako. Mwambie Bwana atawatia kwa mikono yako. Sikia 48. Hebu twende kwa haraka 48. 48 sema hivi. Ikawa hapo Mfilisti alipojinua, akaenda akamkimbilia Daudi. Ndipo Daudi naye akapiga mbio, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. 49. Daudi akatia mkono wake kifukoni, akatua humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake. Akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi 50. Hivyo Daudi akamshika yule Mfilisti,
akamshinda, hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe. Akampiga Mfilisti akamuua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. 51. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake. Ala ni ile ya kulaza upanga. Akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Asante Roho Mtakatifu. Nao watu wa Israeli na Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuata Wafilisti mpaka ifikapo Gathi na mpaka mlango wa Ikron. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaanguka kando ya njia iendayo Sharimu mpaka wa Gathi na mpaka wa Ikro. Hebu shika mtu mkono, sema kwa jina la Yesu, Goliati na anguke leo. Sema kwa damu ya mwana kondoo, kila Goliati wa maisha yako lazima angusho leo. Daudi alipomwangusha Goliati, maandiko yanasema ya kwamba Daudi akazungusha jiwe akaliachilia. Alipoliachilia, kwa sababu Goliati alikuwa amevaa mavazi ya chuma, lakini hapa mavazi yanakutania, jiwe likaingia kwenye kipaji cha uso, likampiga Goliati, akaanguka chini. Na Goliati alipoanguka chini, Daudi akamwendea. Alipofika pale, Biblia inasema kwamba Daudi hakukuwa na upanga. Akatoa upanga wa Goliati ambao Goliati alikuwa anataka kumuua nao Daudi. Daudi akakata kichwa cha Goliati na akakinua juu kuonyesha Wafilisti ya kwamba adui shujaa wenu amekufa. Yaani wanapigana akiwa hana upanga. Anamuua Goliati, anachukua panga ya Goliati, anamkata kichwa, na anainua kichwa cha Goliati, anaonyesha majeshi wa Wafilisti. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba majeshi wa Wafilisti walipoona kwamba shujaa ameanguka chini, ikabidi wote wakimbie. Nataka kusema ya kwamba silaha adui anatumia kukuinda nayo, ndio Mungu atamaliza nayo katika jina la Bwana. Ya kwamba kile wanatumia kuinda maisha yako, hicho ndicho Mungu anatumia kumaliza maisha yao. Sema amina. Daudi hakuwa na panga, lakini Goliati ndiye alikuwa na panga. Kwa nini Daudi anamshinda Goliati? Ni kwa sababu alimwambia Goliati, nitakuua leo, na nyama yako na kichwa chako na majeshi yako tutapatia ndege wa angani. Daudi anamshinda Goliati, watu wa Mungu, kwa sababu ya maneno ya ulimi wake. Kile alichokiongea ndicho Mungu alichokifuata kakitimiza. Bwana anasema kitabu cha Yeremia kwamba naliangalia neno langu, nalifuata nilitimize. Mungu anaangalia neno alitimize. Mungu akaangalia maneno ya Daudi, kila ameongea kwa Goliati, hicho ndicho Mungu anakifanya. Nataka kusema ya kwamba unaweza ishi vile unaongea, unaweza vaa vile unaongea, unaweza kula vile unaongea. Mtu wa Mungu, ukisema wewe ni maskini, hauna mbele hauna nyuma, itakuwa hivyo. Ukisema ya kwamba Nairobi maisha ni magumu, hautaweza maisha magumu ya Nairobi, itakuwa hivyo, kwa sababu Mungu anafuata kile umetamka. Umaigundua ya kwamba vile anasema Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 12, sikiza hii. Unaita mtoto wako umbwa, umealika roho ya umbwa ndani yake, atakuwa na tabia kama za dogi. Unaita mtoto wako nguruwe, atakuwa na tabia kama za nguruwe. Unaita mtoto wako ng'ombe, atakuwa na tabia kama ng'ombe. Unaita mtoto wako jina la mwenda wazimu fulani, unaita tabia za uchizi, tabia za ugonjwa. Yaani mtu ni mzima lakini vitu anafanya ni kama mgonjwa.
Ushaisikia watu wanasema lakini fulani huyu hata mimi sielewi, anakaa kama mwenda wazimu na ni mtu akona akili yake, lakini anakaa kama mlevi na hajakunywa pombe, anaongea tu kama mlevi. Ushasikia watu wanasema hivi? Kwa sababu inawezekana huyo mtu kuna baba ama mama yake wakati mwingine angekasirika, anamuita mtoto wake jina la mlevi fulani. Natangaza ya kwamba usiku wa leo, kwa maneno ya kinywa chako, Mungu ageuze chochote umetamkiwa kibaya kiwe baraka. Natangaza usiku wa leo, Mungu ageuze chochote umetamkiwa kibaya kiwe cha baraka. Natangaza usiku wa leo ya kwamba kila maneno uliyotamkiwa, nami natamka leo kama kalamu ya Bwana, laana yako iwe baraka. Natangaza ya kwamba waliosema ukufe mapema, uishi na uzeeke, wakufe wao wenyewe. Sema haleluya. Anasema Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 12, ndipo Bwana akamwambia Yeremia, umeona vyema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Yeremia naambiwa ameona vyema, nami nasema ya kwamba ongea vizuri, kwa sababu kwa maneno yako naongea vizuri ndio Mungu atatimiza ndani yake. Ukiongea mabaya, shetani atatimiza ndani yake. Ukiongea mema, Mungu anatimiza mema. Sema haleluya. Daudi akasema, kichwa chako leo nitapatia ndege wa angani. Yaani mtu anakuambia utanijua mimi ni Mkamba, na wewe mwambie utajua Mungu aliyeniokoa ni nani. Anakuambia utanijua mimi ni Mtanzania, mwambie utajua Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo ninayemwabudu kuwa ni nani. Ya kwamba chochote unanitakia kitakurudia mwenyewe katika jina la Bwana. Natangaza usiku wa leo ya kwamba kila matamshi ulitamkiwa na mjomba, ulitamkiwa na shangazi, ulitamkiwa na kazini yako, ulitamkiwa na mchumba wako, tunafuta katika ulimwengu wa roho, tunafuta kwa damu ya mwana kondoo, tunafuta kwa jina la Yesu. Sema power. Hebu gusa mtu mkono, mwambie hivi, kila maandishi wameandika kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yako tumeafuta usiku wa leo katika jina la Yesu. Kwa mtu wa Mungu, be careful nini unatamka, nini unaongea. Chochote unaongea chaweza kutokea. Hebu sikia, hakuna mtu anaweza kujinyonga bila kusema mimi nataka kujiua. Kabla hajajitia kamba, siku ile atajiua, utasikia kuna watu watasema alikuwa anasema atajiua, alikuwa anasema anataka kukufa. Kuna siku mama fulani alitoka hapa kanisani, alitoka hapa kwa church, akaambia watu, aliambia mama wawili hapa kanisani siku ya Jumapili, atoka kwa ibada, akaambia watu mimi nasikia kuua mtu, na akatoka kwa ibada akaenda nyumbani. Siongee habari ya last year, this year. Akaambia mama mimi nasikia kuua mtu, sijui nitaua nani, na akatoka. Baadaye ndio Roho Mtakatifu akaniambia, maana niliuliza mama fulani ameenda wapi na alikuwa kwa ibada, mbona ametoka? Kila mtu akanijibu vile alinijibu, lakini wawili wala aliwaface, akaongea na wao, wakasema alikuwa anasema anasikia kuua mtu, anasikia kuua, si kujiua, kuua. Nilipoelezwa baada ya maombi, Roho Mtakatifu akaniambia kuna roho ya mauti ambayo inatembea kwa nyumba yake. Ikiwa si yeye ataua, aidha mtoto wake auwe mtu, aidha mme wake auwe mtu, anaweza wa kupitia ajali, anaweza wa kupitia tu vita vya kawaida, anaweza wa kwa njia tatanishi tu, anasikia kuua. Roho ya mauti. Nikaanza kuvunja roho ya mauti, Hakuna mtu utasikia amekunywa sumu akiwa hajaongea anataka kukufa. Kabla hajakufa, kabla hajanywa sumu, alianza kuongea, alianza kujiandikia kifo. Na ukianza kusema unataka kufa, tayari ni application umefanya, umeita roho ya kifo, inatembea, inatafuta. Kutatokea tu kwa sababu, yani makosa kidogo tu
hata makosa yenye mungesameheana na mtu, hata makosa ambayo ungeeleza ukatiwa moyo. Lakini sasa nakwambia usiambie mtu, nyamaza. Kwa nini amekufanyia hivi? Heri ukufe uondoke, wasikuone. Mtu anachukua sumu ama anachukua kamba, anajiweka na anaondoka. Nimetangaza usiku wa leo ya kwamba chochote ambacho unawaza kwa mawazo yako, tayari haya ni maandishi unaandika. Ninafuta kila mawazo mabaya, kila Goliathi wa mawazo, kila Goliathi wa maneno. Tunaondoa kwa damu ya mwana kondoo, tunaondoa kwa jina la Yesu, tunaondoa kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Hebu sikiza hii, sikia hii, maana nataka kuomba na watu. Sikia hii, sikia hii. Asante Roho Mtakatifu. Sikia hii, Methali mlango wa 15 mstari wake wa pili. Hata kusikia hii, Methali 15 mstari wake wa pili. Methali 15 mstari wa pili unasema, ulimi na mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Asante. Ulimi mwenye hekima unatoa maarifa. Maarifa, yani unaweza kosa pesa lakini uko na maarifa. Ndio unaona ya kwamba matajiri wengi utajiri kupitia wafanyakazi. Anaweza kuwa na mfanyakazi mwenye ako na maarifa ya biashara, ana maarifa kuvuta wateja. Maarifa ni sana kusema ya kwamba ako na idea za biashara, ako na idea za kupata wateja. Akimwongelesha bosi na bosi akimsikia na akimtii na afanye vile amesema, kampuni inapanuka. Yusufu kwa sababu ya nguvu ya ulimi wake, maneno aliyomshauri Farao ndio alisababisha uchumi wa Misri ukainuka. Tunamuona Yusufu mwenye ulimi wa maarifa, anatumia ulimi wake kumwambia Farao, tafuta mtu mwenye hekima, mwenye atakusanya chakula kwa nchi ya Misri aweke kwa gara, kwa sababu kuna njaa inakuja miaka 7. Hakutakuwa na mvua kwa miaka 7, kutakuwa na kiangazi. Na ile miaka 7 itakuwa ni miaka 7 ya kwanza itakuwa ni ya mavuno, na ile miaka 7 itafuata itakuwa ni ya kiangazi na njaa. Kusanya chakula kwa miaka 7 yote, Misri itakuwa na chakula cha kutosha. Mfalme akasema, tupate wapi mtu mwenye hekima kama huyu? Sioni mtu mwingine, wewe ndiye utakuwa kwa hiyo nafasi. Kuanzia leo nimekupa uwezo. Hakuna mtu anayeingia kwa nchi hii wala kutoka bila neno lako, ila tu kwa boma yangu peke yake, kwa nyumba yangu ndio hautakuwa na uwezo. Lakini taifa la Misri lote nimeweka mikononi mwako. Kwa sababu gani? Nguvu ya ulimi. Ushauri wa Yusufu ulimfanya Farao kutajirika. Alitumia ulimi kuongea na Farao. Maandiko yanasema kwa bali mpumbavu, vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Yani kuna watu wanamwaga upumbavu, hawezi jua cha kuongea kizuri. Tunamuona Daniel kwenye nchi ya kigeni kule Babylon. Daniel anainua uchumi wa nchi ya Babylon. Daniel anainua uchumi wa nchi mpaka mawaziri wanamuonea wivu, wanasema huyu mtu tutafanyaje aondoke serikalini? Maana huyu amesababisha tuibi pesa, rushwa imekomeshwa, hakuna wizi wa pesa. Tutafanya namna gani? Wakasema tutamshtaki kwa Mungu wake, yule Mungu anaabudu ndiye tamshtaki naye. Wakaenda kwa mfalme wakaeleza uongo, wakasema mfalme, kuna mtu mmoja Myahudi hapa haheshimu sheria, haheshimu mfalme, anaomba Mungu mwingine, si Mungu mwenye tunamwabudu hapa. Mfalme, tunaomba kitu kimoja hivi, huyu jamaa tusimfunge. Tunaomba upitishe sheria kwamba hakuna mtu ataomba kwa Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mfalme. Barua na iandikwe, alafu itangazwe kwenye kaunti zote, hakuna Mungu mwingine ataabudiwa. Na hii taarifa ikafika kwa Daniel, akaambia kwamba imesemekana hakuna mtu ataabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mfalme. Daniel kwa sababu anajua nguvu ya ulimi, anajua ya kwamba ulimi wake ni kalamu. Biblia inasema ya kwamba akabadilisha maombi
ikawa sasa ikifika saa 9 saa ya maombi anafungua madirisha. Zamani alikuwa anaomba madirisha yamefungwa, sasa anafungua madirisha anakuwa wazi, anaomba madirisha akiwa wazi. Jamaa wakasikia vile Daniel anaomba, wakamwambia mfalme, hatukusema ya kwamba watu wasiombe kwa Mungu mwingine ila kwa Mungu wako. Huyu Daniel Myahudi Mwisraeli, mbona haheshimu sheria? Wakaamua Daniel akamatwe, aweko ndani ya tundu la simba aweze kufungwa. Na Mungu atukuzwe aliye mbinguni, kumbe alikuwa anawafanyia timing. Maana Daniel amekosa kutii sheria mfalme, lakini Daniel alijua nguvu ya ulimi. Wakamkamata Daniel, wakamfunga, wakamtupa kwa tundu la simba. Simba mwenye njaa, maandiko yanasema ya kwamba simba mwenye njaa kali akatupwa ndani ili auawe. Walipomtupa kwa tundu la simba, wakafunga. Maandiko yanasema ya kwamba wakaweka jiwe kwa mdomo wa tundu la simba, wakaweka jiwe, na mfalme akapiga muhuri ya kwamba hakuna mtu ataondoa hilo jiwe. Wakaenda wakijua kwamba Danieli amekufa, ameliwa na wanyama. Lakini atukuzwe Mungu aliye mbinguni. Mungu akafanya mfalme hakulala usiku, mfalme akateseka mpaka asubuhi. Atukuzwe Mungu aliye mbinguni. Mfalme alipokuja asubuhi anasema, Danieli mtu wa Mungu, Mungu wako aweza kukuokoa. Hebu tusome maandiko. Hebu tuanzie mstari wa 15. Danieli 6 kuanzia 15. Karibu Dot. Danieli mlango wa 6 mstari wa 15 inasema, ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi, lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. 16. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena, akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Mfalme akasema Mungu wako atakuponya. 17. Likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu. Naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe. Mihuri ya mfalme, yani rubber stamp ya mfalme ambayo inapiga barua za kiserikali, ikagongwa kwa jiwe pale ya kwamba halitafunguliwa. Yes. Na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. 18. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda vikuletwa mbele yake. Yani mfalme alisema leo, kwa sababu licha ya kwamba Daniel amesingiziwa, lakini mfalme alikuwa na ukweli fulani ya kwamba Daniel ni mtu wa Mungu, ni mtu ambaye hana hatia. Lakini kwa sababu ni sheria imepitishwa na kanuni ya sheria lazima itimizwe, alikuwa hana budi kutekeleza sheria vile amesema. Na usingizi wake ukampaa, hakulala, usingizi ukaondoka. 19. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. 20. Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena, akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? 21. Sikia vile Danieli alijibu. Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. 22. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, makanwa ya simba. Nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Asante. Danieli anajua ya kwamba kwenye maneno aliyotamka na chochote alichokifanya hakukosa mbele ya mfalme wala mbele za Mungu. Kwa maneno ya ulimi wake, Mungu wa mbinguni, Danieli akasema kwamba Mungu alituma malaika wake akafunga simba makali.
wasimdhuru mtumishi wake. Natangaza kwamba Mungu atumane malaika wake, atafunga makali ya simba wasidhuru maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Hebu sikia hii, ulimi wako ni uzima. Sema ulimi wangu ni uzima. Ulimi wako unaweza fanywa mzima au mgonjwa. Ulimi wako vile unavyojitamkia ndivyo itaamua vile utaishi. Ulimi wako ni uzima wako. Methali mlango wake wa 15 mstari wa 4 inasema ya kwamba ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Ulimi safi ni mti wa uzima. Yaani kwenye ulimi wako kuna mambo mawili, kuna uzima. Sema amina. Kuna uzima, na tena kwenye ulimi wako kuna nguvu ya kuvunja watu moyo. Kwa inategemea vile unautumia ulimi. Ukiutumia vizuri utaleta mazuri. Ulimi safi ni upi? Ulimi wa mtu aliyeokoka. Ulimi safi wa mtu ambaye anaishi kwa maombi ya toba, maombi ya kujitakasa. Ulimi safi ni mtu wa uzima. Yaani kwa ulimi wako watu watapona, watu wataokoka. Kwa ulimi wako utatamkia watu uzima, wanapata uzima. Ukiona mtumishi wa Mungu anaombea watu wanapona, ni nguvu iliyo kwenye ulimi ambaye Mungu ameiweka. Kuna watu akiamua kukuchafulia jina, hata uoge na magadi hutaweza badilisha. Akiongea chochote kibaya kwenye maisha yako, watu wataamini 100%. Hata kama ni cha uongo wataamini, kwa sababu ulimi wake ni ulimi wa ukorofi, na ulimi wa ukorofi unavunja moyo. Ninakuombea usiku wa leo, Mungu asikupe ulimi wa kuvunja watu moyo, akupatie ulimi wa kuponya mioyo ya watu. Natangaza Bwana akupatie ulimi ya kwamba chochote unaongea watu wanapona, watu wanabarikiwa. Sema power. Sema amina. Ulimi safi ni mtu wa uzima. Mtu wa uzima namna gani? Ushawaiona ya kwamba wakati mwingine mtumishi wa Mungu anamwambia ni mgonjwa, na hata kuombea na kuambia nenda umepona, na hivyo ndivyo umepona. Maana huwezi ukapea watu kile hauna, unapeana watu kile uko nacho. Hauwezi ukasaidia watu kile hauna, unasaidia watu kile uko nacho. Ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie kutumia ulimi wako. Ukiona mtu anasengenya, shida si watu anakana wao, shida ni ulimi wake. Na wakati mwingine mtu wa Mungu, kuna wakati unahitaji kuombea ulimi. Daudi akasema kitabu cha Zaburi mlango wa 50 ya kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana, na kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Tunamsifu Bwana kupitia ndimi zetu. Sema amina. Ukiona mtu amejaa matukano, shida ni ulimi. Ukiona mtu amejaa uongo, shida ni ulimi. Natangaza ya kwamba kama Isaia alivyoambiwa, Isaia ya kwamba alivyosema Bwana nisamehe, nimekaa katikati ya watu wasio haki, katikati ya wakosaji. Akasema Bwana nisamehe, na maana yosema kwamba Bwana akatia kala moto mdomoni mwa Isaia, katika ulimi wa Isaia akatakasa ulimi wa Isaia. Naomba kwamba Bwana aweke kala moto kwa ulimi wako. Sema amina. Zaburi 150 mstari wa 6 nasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Utamsifu na nini? Na ulimi. Mtu wa Mungu, ulimi wako ni uzima. Ulimi wako ni uzima kwa biashara, ni uzima kwa masomo ya mtoto wako, ni uzima hata kwa ndoa, ni uzima hata kwa uchumba, ni uzima hata kazini kwako. Kwa ulimi wako unaweza fanya watu wakaachilia chochote ambacho anakatalia cha maisha yako. Sema amina. Asante Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Pokea heshima na enzi. Methali mlango wa 18 mstari 21. Methali 18:21 inasema hivi: mauti na uzima katika uweza wa ulimi,
nao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Yani kifo na uzima, kifo na uhai viko ulimini. Ulimi wako unaweza ua, ulimi wako unaweza fanya kuwa hai. Kwenye ulimi maandiko yanasema ya kwamba kuna vitu viwili, kuna kifo na kuna uzima. Kwa hivyo inategemea unautumia namna gani. Ndio maana nikisema kwamba ukisema utakufa, umeita roho ya kifo. Umeigundua ya kwamba si wenye HIV wanakufaga. Kifo kinaweza pata mtu yote. Unakuta mtu akona HIV anaishi miaka 50, na mtu hana HIV, hana malaria, anaamka asubuhi tu amekufa. Kwa nini? Ajitamkia kufa. Na mtu mwenye ukimwi anasema, Mungu, hata kama niko HIV nipe miaka ya kuishi. Mungu, niongeze miaka nikutumikie. Akona HIV anagonga miaka, na mtu hana HIV anakufa, anamuacha. Kwa sababu gani? Nguvu ya ulimi. Kwenye ulimi unaweza uwa biashara yako, kwenye ulimi unaweza uwa mtoto wako, kwenye ulimi unaweza uwa ndoa yako, na kwenye ulimi pia unaweza fufua ndoa iliyokufa, unaweza fufua biashara, unaweza fufua wateja wako waliopotea, unaweza fufua masomo ya mtoto wako, performance iliyoshuka. Kasema, Baba, umesema hatutakuwa mikia, tutakuwa kichwa. Ninaweka mkono juu ya mwanangu katika jina la Bwana. Kila roho iliyokamata akili yake na iamuru kuachilia kwa jina la Yesu. Unampeleka kanisani mwanao, unampeleka mbele za madhabahu, unamwambia mtumishi wa Mungu, ninaamini Mungu aliye mbinguni amesema katika maandiko, hatutakuwa mikia, tutakuwa kichwa. Mwanangu anaperform vibaya. Mtu wa Mungu, tamka neno kwa mwanangu. Na nimeona nikitamkia watu hapa vitu vinabadilika. Nimeombea wanafunzi ambao wanapata E wanatoka na B, wanapata E form 4 wanatoka na A, na alikuwa anapata E akifanya vizuri sana ni D. Sema amina. Ninaomba katika jina la Bwana napomaliza usiku leo kwamba Mungu wa mbinguni aweke uzima kwenye ulimi wako. Chochote unatamka kiwe hai, chochote unatamka kitaishi, chochote unatamka kitaendelea. Sema haleluya. Kuna watu wamejilaani, wamesema mimi ni bure, mimi sina maana, mimi sina faida, mimi ni kama mbwa. Sasa ukishaanza kutamka maneno kama, umeita roho ya mbwa. Mbwa na tabia gani? Unajua tabia za mbwa? Mbwa anazururaga. Mbwa yani hajuagi masaa kurudi nyumbani. Mbwa hashibagi, anakula mpaka anatapika, tena anatapika anarudia matapiko, ametapika. Unaanza kusema mimi maskini wa mwisho. Tayari umeita roho ya umaskini. Hebu leo nataka kugeuza maneno ya kwamba nitakuwa tajiri kama Abraham, nitakuwa tajiri kama Isaac, nitakuwa tajiri kama Yakobo. Sema amina. Unatangaza, unasema ya kwamba watoto wangu watapitia maisha nimepitia. Mimi sitaishi bila baba na mama wameishi kupitia kwangu. Nitageuza maisha ya wazazi. Sema amina. Hiyo sehemu ya B inasemaje? Inasema nao waupendao watakula matunda yake. Yaani ulimi unaweza kukulisha. Ulimi wako unaweza fanya ukashiba. Ulimi wako unaweza fanya ukalala njaa. Maana kuishi vizuri na watu, kuishi vizuri na majirani kutakupatia ujasiri, kwa sababu kuomba chakula ni jambo la kawaida. Mtu yote anaweza omba, kwa sababu kila mtu ako na pasti yake. Kuna mahali mtu ameanzia na kuna mahali anaenda. Kuomba sukari na chumvi ni vitu vya kawaida. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Mahali akili yako inaishia ndio akili ya Mungu inaanzia. Lakini kama unaishi na watu vibaya, ni ngumu sana kuambia jamani, naomba nisaidiwe na kitu fulani. Naomba jamani, nimelemewa na school fees, niko na 500 na inahitajika 2000. Ni mwalimu amesema bila 2000 mtoto haendi. Kama una amani na watu, huwezi omba, huwezi. Lakini watu wenye ulimi safi, watu wakisikia uko na matatizo,
wao ndo wanakupigia simu, nimesikia mbona hujaniambia? Yaani wanakuuliza kwa nini hujasema, mbona umie na niko hapa. Watu wenye ulimi safi wana marafiki wengi. Watu wenye ulimi safi ni marafiki wa Mungu. Watu wenye ulimi safi ni watu wa kutegemewa. Maandiko yanasema ya kwamba wenye huo ulimi mzuri watakula matunda yake. Naomba ya kwamba kwa ulimi wako, ule matunda ya ulimi wako, ule matunda ya kile unaombea katika jina la Bwana. Matunda ya ulimi. Ulimi una matunda yake. Ulimi una matunda kama vile michungwa. Mti wa mchungwa unazaa machungwa, na mwembe unazaa maembe, mpapai unazaa papai, mnazi unanaa nazi. Pia ulimi una matunda yake, una matunda yake. Na maandiko yasema ya kwamba nao wapendao watakula matunda yake. Natangaza Bwana akulishe sawa na ulimi wako. Bwana akulishe mema ya nchi. Bwana akulishe mema ya nchi. Natangaza kwa ulimi wako, Bwana akutetee kwa jina la Yesu. Bwana akupatie mema ya nchi. Unasikia mzazi, mtoto anafanya kazi, unasikia anasema, yaani hataki kunisaidia, hiyo kazi itaisha, atarudi hapa nyumbani. Unajua kuna wazazi hawanaga shukurani. Kuna wazazi hawanaga shukurani. Hata umpe mshahara wote, ikipita miezi miwili hujatumana 500, atasahau kama ulimpa pesa mshahara wote. Atasahau kabisa. Anasema tutaona. Atarudi hapa nyumbani, atafanya vibarua hapa. Kazi ni kulisha mke wake, kazi ni kusaidia kwa kina mke wake. Kama ameoa sasa, kusaidia kwa kina mke wake. Hajali, tutaona hiyo kazi mali tena. Kidogo unasikia mtoto amepoteza kazi. Wengine kama ni mtoto wa kike, kazi yake ni kuvaavaa, kazi yake ni kuvaavaa, kazi yake tu ni kununua simu kubwa kubwa. Hajui kama hapa nyumbani kuna watu, na si kwamba wasaidie, lakini kwa sababu ya roho ya kutotosheka, siku 2-3 kazi imeisha, anarudi nyumbani kusota. Mimi ninakuombea usiku wa leo ya kwamba kwenye ulimi wako Mungu akupatie mema. Mungu akupatie mema. Ulimi wako kuletee faida. Ulimi wako kuletee faida. Ulimi wako usababishe watu kuokoka. Ulimi wako usababishe watu kupona. Sio kukwaza watu, sio kuvunja watu moyo, sio kukatisha watu tamaa, lakini uwe faida na baraka kwa familia. Sema amina. Sema Baba, katika jina la Yesu, nabadilisha ulimi wangu leo uwe ulimi wa faida katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Methali 21 mstari wake wa 6, nitakuwa namalizia hapa. 21 mstari wa 6. Methali 21:6. Nisaidie kidogo, screen hapa iko na. Methali 6:21. Tusome. Methali 21 mstari wa 6 inasema, kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushao, ni kutafuta mauti. Asante. Ya kwamba watu wanaotumia ulimi wa uongo kujipatia mali, kutumia nguvu ya ulimi kupata mali, kuwa na akiba na mali mingi, maandiko yanasema kwamba ni moshi unaopeperushwa. Mtu yote ambaye unamuona anatumia ukora kuiba, anaweza onekana kwamba kuna hekima, labda pengine anaiba kupitia mtandao, anaweza onekana kwamba ni mwerevu, akona hekima, anajua kompyuta, anajua nini, anajua kuiba na kalamu. Wanasema wizi wa kalamu, atumii bunduki wala mabavu. Maandiko yanasema kwamba ni moshi. Kuna wakati kitaumana kule mbele. Tunafahamu ya kwamba moshi hauwezi pika, moshi hauwezi ivisha chakula, moshi hauwezi ondoa njaa, lakini moshi unaweza chafua sufuria, unaweza kuchafua mabati. Nyumba ilikuwa na rangi nyeupe kwa sababu ya moshi, na tani kuwa black.
Kwa hivyo chochote ambacho mtu anapata kwa ukora, Mungu anakilinganisha na moshi. Ina maana kwamba kuna wakati kitaondoka, kuna wakati ataharibikiwa. Vile unaona moshi unageuza sufuria na kuwa nyeusi chini, kuna wakati maisha yake atakuwa meusi. Kama itatendeka kwake, itatendeka kwa watoto wake. Kuna watu wanaiba, wanajiwekea mali mingi, alafu Mungu ni mwaminifu. Wakiondoka, watoto wanaanza kuziuza, wanauza mashamba, wanauza magari, wanakuwa walevi wa ajabu, nyumba, yani wanauza vitu hovyo hovyo, tena kwa bei rahisi kabisa, kwa sababu vilipatikana kwa uongo. Hii ni wazi kabisa ya kwamba yoyote ambaye anatumia ulimi kutapeli watu, kuna wakati Mungu atamtapeli na yeye. Biblia inalinganisha watu hawa na moshi, kwamba kuna wakati giza litatanda kwao. Sasa anaweza onekana mjanja, mwerevu, ana hekima, anajua sana yani ni mwerevu. Huku kuna jamaa mwingine juzi ilijulikana hapo, si kama nyinyi mlisikia, alikuwa naiba shilingi moja, si ni shilingi ama ni mapeni, kupitia mtandao. Alikuwa naibia benki fulani. Walipogundua, ilibidi ile benki muajiri kabisa, kwa sababu kama amekuwa akiiba na wako na wasomi wako pale, lakini bado jamaa anapenya kwa akaunti za watu mpaka anaiba shilingi moja. Wakaona tu lazima tu wamwajiri huyu bwana. Shida si kumfunga, shida ni kumpea kazi, awasaidie kuzuia wezi. Lakini mimi niseme ya kwamba chochote ameiba kwa hicho kipindi, kuna wakati itakuwa si sahi. Inaweza hata miaka 10, hata miaka. Ujasikia leo wanasema hii familia ilikuwa na mali. Si kama ushawaisikia wanasema huyu mzee alikuwa tajiri, hii familia ilikuwa na pesa, walikuwa na mali. Kuna uwezekano kwenye hiyo mali kuna wizi fulani ambao ulikuwa unatumika kugrabu mashamba, kugrabu maploti. Mtu amekufa kwa kampuni, mjana anazungushwa pesa inaishia hapo. Jamaa ameumia, amepata ajali kwa kampuni, anatakana alipo, amepoteza kidole ama mguu, wanamzungusha, pesa inaishia hapo. Jamaa wanagawana ndani kwa ndani, naisha hivyo. Kuna kipindi Mungu anawafanyia timing, kuna wakati wanafika vitu vinageuza kuwa vyeusi. Sema Bwana nisaidie. Nimekataa kutumia uongo niwe na mali, nataka nitumie ulimi wa kweli kupata mali. Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba mtu wa Mungu, usitumie ukora ukadhani we ni mwerevu. Mungu anakufanyia timing. Hili andiko lazima litatimia kwenye maisha yako, upende usipende. Kama kweli ni Mungu ambaye anasema kwa neno lake kwenye kitabu cha Malaki, Mungu hana kigeugeu, ndio maana tuangamii, basi lazima litimie hili. Kwa hivyo wakati unaibia watu kwa njia yote ile, iwe ni kwa mtandao, iwe ni kwa kutumia mabavu, na kuomba kwa rehema za Bwana ya kwamba acha mapema. Na chochote fanya kama Zakayo akamwambia Bwana Yesu, chochote nimeiba ninamrudishia mtu mara 2. Chochote nimechukua cha haramu na regesa vitu vya watu mapema, la sivyo watoto wako wale utazaa, maisha yako ya uzeeni yatakuwa maisha ya taabu sana. Kumbe ni vitu ulikuwa unafanya pale. Kumbuke ya kwamba wana wa Eli walikuwa naiba kanisani na Mungu alikuwa amenyamaza, lakini ilipofika Mungu kuongea, watoto wa Eli walifiria vitani, sanduku la agano likachukuliwa. Watoto wa pasta wanaiba sadaka, Mungu hakunyamaza. Maandiko yanasema kitabu cha Samueli, Mungu akamwambia Eli, unaheshimu watoto wako kuliko mimi. Yaani ilikuwaje leo unaheshimu watoto wako kuliko kuniheshimu mimi? Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo yoyote anatumia uongo, iwe ni ndoa, unadanganya msichana unamuoa, ati unajua mimi ni manager, kumbe hata simu umeomba umeomba simu, uko na shughuli ya maana, nisaidie bro tafadhali kwa leo, kumbe kuna msichana unaenda kuchumbia, na umeomba simu ya wenyewe na utaregesha. Unamkaribisha nyumba rafiki yako, namwambia hapa ndio naishi, hapa ni mahali tunaanzia maisha, lakini baadaye najua utaishi Runda. Runda ya nani wewe? Sema mimi nasikia hapa ndio wanacheka. Geuka mapema. Wacha kudanganya. Wacha uongo. Iwe ni kwenye uchumba, usidanganye mtu kwamba
Unajua hii gari si yako, wewe ni dereva. Ambia msichana wewe, mimi ni dereva lakini namwamini Mungu kuna siku atanibariki na magari yangu. Lakini gari, wewe ni dereva wa taxi, unamwambia ni yako, maana hajui mwenye gari ni nani. Kutakuwa kweusi baadaye. Na watu wengi wanaanza misingi kama wanamaliza vibaya. Mbona niangalia vibaya namna hiyo? Sema amina kubwa. Sema Bwana Yesu nisaidie. Unapigiwa simu nasema niko town, kumbe hata uko hapa Kariobangi na unasema kwamba uko town. Sema ulimi. Hebu rudia mstari wa 6. Methali 21 mstari wa 6 unasema, kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao, ni kutafuta mauti. Unasikia hapo Bwana anasema nini? Mauti. Roho Mtakatifu tusaidie Bwana. Natangaza kwamba utumie ulimi wako kufanya vitu vikubwa. Utumie ulimi wako kujenga maisha yako vizuri, katika jina la Bwana majeshi. Sema baba yangu, katika jina la Bwana majeshi, nipe kutumia ulimi wangu vizuri. Sema Baba, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Ulimi wangu na uandike mema. Ulimi wangu na uandike heshima. Ulimi wangu na uandike upendo. Methali 21:23. Methali 21 21 mstari wa 23. Tumalizia na hii. Mithali mlango wa 21 mstari wa 23 unasema, mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Asante. Yaani kuna taabu zingine zinasababishwa na ulimi. Yaani kwenye kuongea sana maneno mengi. Maandiko yanasema kwamba ukiongea sana utajikuta umekosea. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake hujilinda nafsi yake na taabu. Yaani kuna taabu zingine husababishwa na kuongea. Yaani kuongea tu kunaleta vita. Yaani leo umenunua plot, tayari umeanza kuposti kwa mtandao. Ulimi huo unaandikia. Yaani umenunua. Okay, ameponyoka, amenunua plot. Wanaongeza madawa na nguvu, umeinua lakini usiijenge. Leo umeenda kwa hoteli, chips na hii nyama ya kuku ya mchina. Umeposti tayari kuku ya mchina. Yaani uonyeshe, okay, leo amekula chips. Wanahakisha kwamba hata pesa kununua mimi unakosa. Unatumiwa yaani siku hizi anakula kuku. Siku hizi kumbe anaweza nunua chips. Unatumia maroho ambayo yanasababisha unakuwa na ukame wa kifedha. Kuna ukame mwingine wa kifedha, watu wa Mungu, unaweza kusababishwa na watu. Yaani leo umeenda kwa hoteli, hata si kwamba tumelala hapo. Rafiki yako amekuita, ama labda kuna mtu mlienda, tayari umeanza kupost ulikuwa hoteli fulani. Wewe umejua ni wangapi wataki ufike maeneo kama hayo. Yaani leo umepata mchumba hivi, umechumbia, amesema amekubali, mtaoana, ndio tayari umeanza kumposti msichana wa watu. Unamfungulia vita, makombora, mapepo ya kila aina. Baada ya miezi tumeanza kumuita ng'ombe, nguruwe. Tuende ulimfungulia vita. Umeanza kumposti, na kuna watu hawataki aolewe. Kuna watu hawataki uoe. Ulimi huo. Ulimi. Yaani soda ya Fanta, kila mtu ajue leo umekunywa soda ya Fanta. Inapostiwa kwa TikTok, kwa Facebook. Sema amina. Hata nafikiri wengine weka mabango kwa barabara. Soda ya Fanta. Ulimi unasumbua. Mtu anaposti kila mahali. Umeenda kwa SGR tu. Tayari kila mtu ajue umepanda SGR leo. Hapana, okay, saa ingine ni vizuri, lakini saa ingine ni shida. Unajiletea vita
kamepanda treni, hakatapanda ndege. Tumana majini, tumana. Na unatumana, unaposti na hata una maombi. Basi heri ungelikuwa unaomba. Ukitumana unajiombea, lakini uombagi, unalala bila kuomba, unaamka bila. Hata saa hii unasema siamalize tulala. Hata saa hii unapanga kulefti kwa ibada. Unaposti, umenunua sport shoes tu, sport shoes peke yake umeposti kwa TikTok, kwa Facebook, kila mahali. Kila mtu anajua umenunua kiatu kipya. Sasa kama kiatu peke yake, je, ukinua Range Rover watu hawatalala? Utaweka mattress nyuma ya buti, utaweka mattress kwa buti, ukifika stage unalala. Sport shoes peke yake unaposti kila mahali, mtu anajua umenunua viatu vipya. Ulimi unasumbua. Wengine hata wana shida ya macho tayari, miwani, kila mtu anajua umevaa miwani. Mwisho mpaka macho anakuharibikia, daktari anakuambia tafuta. Na uliharibu macho mwenyewe. Tayari mwingine vest inamuasha mpaka aende beach apige picha aonyeshe watu vest zimetoka mpya. Vest peke yake unaonyesha watu umenunua vest mpya. Please brother, please sister, kuna watu wakutakii mema. Chochote kile Mungu anakubariki nacho, please, kama unataka watu wajue kisha kwamba unakiombea, sema amina. Sema amina. Hebu usimama kwa miguu yako miwili. Nguvu ya ulimi. Kuna watu ni mashini ya matusi. Akianza kukutusi ni kama generator ya Honda. Ulimi wako unaweza fanya uishi vizuri ama uishi vibaya. Mungu ametupatia ulimi kama kiungo cha ibada. Mungu amekupa ulimi kama kiungo cha ibada, kiungo cha kumwabudu. Maana yosema kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini una nguvu sana. Unaweza washa msitu moto, unaweza ukachoma msitu mkubwa moto, ulimi. Maana yosema kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini ni sawa na usukani ambao wa meli. Ni sawa na usukani wa meli. Unaweza control meli. Meli ni maisha yako, meli ni mwili wako, ulimi. Nguvu ya ulimi. Ulimi wako unaweza fanya ukachukiwa na watu. Ulimi wako unaweza fanya ukapendwa na watu. Vile unajinenea. Jifunze kujitamkia mambo mazuri makubwa. Anza kuzungumza na Bwana.